Kwa hiyo mwalimu wa Simba kama ataingia na back 3, naamini kwamba inaweza kuwa na msaada mkubwa sana kwa timu yake kwenye eneo la kuzuia, kwa sababu watakuwa na defend na idadi kubwa ya watu. Watakuwa na uwezo wa kudefend na back 5 kwa sababu watakuwa na wing back wawili, Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein Shabalala. Watakuwa na mabeki wakati watatu, Shamua Karabu, Abdullah Hamza pamoja mwingine kama atapatikana, au Yusuf Kagoma atashuka chini kwenda kucheza kwenye eneo lile. Kwenye eneo la midfield utakuwa na mtu kama Fabrice Luambangoma mzuri kwenye Elio Bozi, atakuwa anaweza kuzuia mipira yote ya juu ambayo itakuwa inapita. Hata kwenye set pieces atakuwa mzuri kwenda kubato yeye pamoja na Yusuf Dayo, huyu kapteni wa RS Berkane, ni mchezaji ambaye amehudumu pale kwa muda mrefu sana. Hichi ni kikosi ambacho mimi natamani kumuona mwalimu Fadlu Davis akianza nacho. Pili, Simba Sports Club kwenye mchezo huu maeneo sahihi ambayo unatakiwa kupunguza pressure na waweze kuyaziba vizuri ni kwenye half spaces, kwa sababu kitu pekee ambacho unaweza kukitumia vizuri na kukizuia ni kuzuia mianya yako baina ya fullback na center back, kwa sababu haya ni maeneo ambayo viungo wa RS Berkane wanaenjoy sana kupita, ili mradi kumlazimisha fullback wako pembeni arudi ndani kuja kuubana uwanja na wao wapate nafasi pembeni kuweza kufanya overlapping, kwa sababu fullback wao muda mwingi wa mchezo wanakuwa hapo katika eneo la juu na ni wazuri sana kwenye kushambulia kutokea pembeni. Watakuwa wana speed kubwa sana. Lazima wajitahidi Simba Sports Club kuangalia maeneo hayo ambayo wanapaswa kuyazuia, kwa sababu RS Berkane ni timu ya Kiarabu na timu za Kiarabu ni mara nyingi sana zinakuwa zina speed kwenye kushambulia kwenye counter attacking. Kitu kingine, Simba wapunguze kushambulia na idadi kubwa ya watu. Wanapaswa kushambulia na idadi chache ya watu kwa sababu kubwa moja. RS Berkane wakipata mipira mingi sana wanakuwa wanaitupa pembeni na kupiga counter attacking. Counter attacking kama utakuwa na idadi chache ya watu na wakiweza kuwafungua kutokea pembeni, itakuwa ni mtihani mkubwa sana. Simba watakuwa kwenye box wana defend na watu wachache. Kudefend na watu wachache kwenye box ukiwa unacheza na timu ambayo ina mshambuliaji hatari kama Osama Al-Amdouri, mara nyingi sana unaweza kukuzuru. Kwa hiyo kitu ambacho nakihitaji kwa mwalimu Fadlu Davis na au natamani kukiona ni kuheshimu RS Berkane, kutambua kitu gani ambacho ameenda kufanyia kazi mazoezini. Hata kama ataingia na back 4, lakini anapaswa kuongea na wachezaji wake kujua kitu gani ambacho anatakiwa kwenda kukifanya. Huu sio mchezo ambao unahitaji kufanya makosa mawili matatu ili mradi uadhibiwe. Unaweza kufanya kosa moja na ukaadhibiwa. Kwa hiyo hata Simba Sports Club na wao wanapaswa kutumia makosa machache ambayo watayafanya RS Berkane ili mradi kuadhibu.